Somo tunalotembea nalo linaitwa Roho Mtakatifu katika uchumi. Hili ndilo somo tunalojifunza. Linaitwa Roho Mtakatifu katika uchumi. Roho Mtakatifu katika uchumi. Hili ndilo somo tunaloendelea nalo. Leo ni siku ya 4. Tuliishia jana kwenye kipengele kinachoitwa kweli ya Roho Mtakatifu kuhusu ufanye nini ili uweze kuishi vizuri kwenye dunia ya leo ambayo imepungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndio tuliishia hapo siku ya jana, na tukaangalia vitu viwili kwa siku ya jana ambavyo unaweza ukavifanya na vikakusaidia kuishi vizuri kwenye dunia ya leo iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu. Kitu cha kwanza tukasema, ili uweze kuishi vizuri kiuchumi, lazima uhakikishe umetengeneza mahusiano yako binafsi na Mungu katika moyo wa toba, bila kujali mazingira yaliyokuzunguka yamekaaje. Tukaangalia hapo. Tukaja kwenye kitu cha pili pia tukakiangalia kwa siku ya jana, kinachoitwa komboa wakati kwa kutulia kwenye kazi yako moja ya kiuchumi iliyo ya mapenzi ya Mungu kwako. Acha kubadilisha kazi. Ndipo tulipoishia siku ya jana. Leo tunaingia kwenye kipengele cha 3, kwenye kitu cha 3 ambacho na chenyewe ukikifanya kitakusaidia kuishi vizuri kwenye dunia leo iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu. Ninaposema dunia leo iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu, ninamaanisha dunia yenye dhambi. Na kwa kuwa ina dhambi, ina adhabu kwenye eneo la uchumi. Na sio rahisi watu wengi kuelewa hichi kitu, lakini kiuhalisia ukitaka kukipima, jaribu kuangalia jinsi hali ya uchumi ilivyo ngumu kwa sasa kwa mtu mmoja mmoja, nchi na dunia yote, tofauti na miaka ya nyuma. Ukipima hicho kipimo, ndipo utagundua kweli tupo kwenye nyakati za uovu. Kwa kama tupo kwenye nyakati za uovu, kuna namna kama watu wa Mungu tunatakiwa kumrudia Bwana kwa moyo wa toba na atuelekeze tuishije. Ndio tunachoendelea kujifunza mahali hapa. Sasa leo tuangalie kitu cha 3. Kitu cha 3 ambacho ukikifanya kitakusaidia kuishi vizuri kwenye dunia ya leo iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu. Kitu chenyewe ni kipi? Ni hichi hapa. Jifunze kuishi kwa kushirikiana. Jifunze kuishi kwa kushirikiana na wengine. Jifunze kuishi kwa kushirikiana na wengine katika nyanja zote. Jifunze kuishi kwa kushirikiana na wengine katika nyanja zote na kuweka akiba katika kila kipato unachopata. Jifunze kuishi kwa kushirikiana na wengine katika nyanja zote na kuweka akiba katika kila kipato unachopata. Usile chote, kingine weka akiba. Narudia tena kuisoma kwa faida ya wanaoandika. Jifunze kuishi kwa kushirikiana na wengine katika nyanja zote na kuweka akiba katika kila kipato unachopata. Usile chote, kingine weka akiba. Hii ni namna ya 3 ambayo ukiifanya itakusaidia uishi vizuri kiuchumi katika nyakati tulizo nazo. Tusome Timotheo wa kwanza sura ya 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18 hadi wa 19. Timotheo wa kwanza sura ya 6
mstari wa 18 hadi wa 19. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18 hadi wa 19. Neno la Mungu linasema, watenda mema wawe matajiri kwa kutenda mema. Wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba na akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Pointi inasema lazima mtu ujifunze kuishi kwa kushirikiana na wengine katika nyanja zote. Wakati unashirikiana na wengine, hakikisha pia na kila kipato unachopata unaweka akiba. Na hili neno nililokusomea liliongea lugha ile ile kama pointi niliyokupa. Inasema watenda mema wawe matajiri wa kutenda mema, ila katika utajiri wao wa kutenda mema uwe katika hali ya kutoa mali zao, kushirikiana na wengine kwa moyo. Kwa nini Biblia inamtaka mtu mwenye utajiri au mtu mwenye kutaka utajiri aishi kwa kushirikiana na wengine kwa moyo? Kwa nini? Ni kwa sababu utajiri unatengenezwa kwa ushirikiano na watu mzuri. Narudia tena hii sentensi. Utajiri wa kimungu aliye hai unatengenezwa kwa kushirikiana na watu wengine vizuri. Ukiwa hauishi maisha vizuri na watu, ukiwa hauishi maisha ya kushirikiana na watu, ni vigumu sana kuuona utajiri. Na kushirikiana huku kunakamilishwa na kitu kinachoitwa kuweka akiba. Na ndio maana neno linasema huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Akiba inayoongelewa hapa ni akiba ya roho na akiba ya mwili. Utende mema, ushirikiane na watu. Ukishirikiana na watu, ujiwekee msingi mzuri. Ujiwekee akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao. Akiba inayoongelewa hapa ni akiba ya roho na akiba ya mwili. Sasa sisi tutachokiongelea ni akiba ya mwili kieneo la kiuchumi. Tutende taratibu, tutaelewana tu. Moja ya mambo makubwa mawili yanayoweza kumsaidia mtu kuishi vizuri kiuchumi katika nyakati tulizo nazo sasa ni pamoja na kujitengenezea utamaduni wa kuishi vizuri na watu kwa kushirikiana nao katika kila kitu cha kiroho na cha kimwili. Hili ni jambo moja litakalo kusaidia kuishi vizuri kiuchumi kwa nyakati za sasa, ukiwa na utaratibu wa kushirikiana na watu. Jambo la pili ambalo na lenyewe linaweza likakusaidia kuishi vizuri kiuchumi ni kujitengenezea utamaduni wa kufanya kazi kwa kuweka akiba. Kujitengenezea utamaduni wa kufanya kazi kwa kuweka akiba. Kwenye kila kipato unachopata, usile chote. Kula kidogo, kingine weka akiba. Ukitembea kwenye hivyo vitu viwili, kuishi vizuri na watu kwa kushirikiana nao, na ukawa ni mtu wa kuweka akiba kwenye kila kipato unachopata, na kueleza lazima utakuwa vizuri kiuchumi kwenye nyakati za sasa. Narudia tena. Ukijitengenezea utaratibu wa kuishi vizuri na watu na kushirikiana na watu vizuri, na pia ukawa ni mtu wa kuweka akiba kwenye kila kipato unachopata au lichote, kingine unabakiza kama akiba, utaishi vizuri kiuchumi. Sasa ili tuelewane zaidi, ngoja muda huu tujifunze kiundani zaidi haya mambo mawili, la kushirikiana na watu na ili la kuweka akiba. Tuyaangalie moja moja kiundani wake ili tuelewane vizuri. Tuanze na la kwanza ambalo ni kujitengenezea. Tuanze na la kwanza ambalo ni kujitengenezea utamaduni wa kuishi vizuri na watu kwa kushirikiana nao
katika kila kitu cha kiroho na kimwili, kujitengenezea utamaduni wa kuishi vizuri na watu kwa kushirikiana nao katika kila kitu cha kiroho na cha kimwili. Tuanze na hili la kwanza, ambalo ni kujitengenezea utamaduni wa kuishi vizuri na watu kwa kushirikiana nao katika kila kitu cha kiroho na cha kimwili. Mfano, ukiwa unaishi kwenye jamii yako, ukawa umejitengenezea utamaduni au ukawa umejitengenezea utaratibu binafsi, unaishi maisha kwa kushirikiana na watu katika kusali pamoja, unasali pamoja na wenzako kwenye jamii yako, unafanya nao shughuli za kijamii kama misiba, unashiriki misiba, unashiriki sherehe, unachangia michango ya wenzako. Ukawa ni mtu ambaye unashirikiana na wenzako kwenye vikao vya kijamii, siji mwenyekiti wa mtaa ameitisha kikao, unashiriki. Ukawa ni mtu ambaye haukosi vikao mbalimbali vya mahusiano ya kijamii. Ukiwa ni mtu wa namna hiyo, itakusaidia sana kuinuka kiuchumi. Au ukiwa ni mtu ambaye unashirikiana na wenzako kiuchumi kwa kujifunza kwa wenzako kuhusu masuala ya kibiashara, kujifunza kwa wenzako kuhusu masuala mbalimbali ya miradi. Mwenzako ana bustani, unamtembelea nyumbani kwake, unajifunza amelimaje bustani yake, amefanikiwaje. Mwenzako anafuga kuku, unatembelea kwenda kumwangalia nyumbani kwake amefugaje kuku. Na sio unamtembelea kwa ubaya, kwa wema tu, unashirikiana naye, unajifunza kwake. Na wewe pia kama una kitu unafanya, unaruhusu watu waje kwako kujifunza, na wewe unaenda kujifunza kwa wengine, na unasali nao pamoja kanisani, jumuiya, maombi, vikundi vya fellowship. Yaani unakuwa ni mtu ambaye si wa kujitenga, ni mtu ambaye umejitoa. Wazungu wanasema antisocial. Antisocial ni mtu ambaye anajitenga, ashirikiani na watu kwenye jamii. Ikitokea sherehe ashiriki, misiba ashiriki, amejitenga tenga. Ukiwa wewe ni mtu ambaye sio antisocial au jitengi, uko social, una socialize na kila mtu, unashirikiana na kila mtu, ni rahisi sana kufanikiwa kiuchumi. Kwa nini ninakueleza ni rahisi sana kufanikiwa kiuchumi kwa unashirikiana na watu? Ni kwa sababu moja. Mfano, ukifungua biashara ya duka, ukifungua biashara ya duka mtaani kwako, ukawa unauza duka, wateja unategemea wawe wakina nani? Kama duka ni mtaani kwako, wateja wa kwanza ni wakina nani? Si lazima wawe ni majirani zako pale pale. Wakitaka mafuta waje wanunue kwako, nyanya, tomato waje wanunue kwako, sijui kibiriti waje wanunue kwako, soda waje wanunue kwako. Kwa ukifungua duka mtaani, wateja wa kwanza wa duka lako ni watu wa mtaani kwako. Kwa hiyo kama ukiwa au shirikiani nao, wewe ni mtu wa kujitenga, au uhudhurii misiba, au uhudhurii sherehe, au kubali watu wa kutembelee kwako, au uhudhurii ibada, ni mtu ambaye umejitenga tenga, umejidai fulani, unategemea utapata wateja kweli mtaani kwako? Ni vigumu sana. Kama una duka mtaani na hauna lugha nzuri kwa wanamtaa wako, ni vigumu sana kupata wateja. Lakini kama ni mtu ambaye unashirikiana nao, ni rahisi sana kuwa na wateja, kwa sababu mnaishi vizuri na watakuja wakuungishe pia vitu dukani kwako. Ninachotaka hapa uone ni nini? Ni uone namna ambavyo kuishi na watu vizuri kuna faida kubwa ya kukuinua kwenye miradi yako ya kiuchumi. Hata kama wewe ni mama ntilie, una hoteli, unapika hoteli, una hoteli ni pako, kama uishi vizuri na watu wa hilo eneo ambalo umefungulia hiyo hoteli, nani atakuja kula? Usitegemee mtu wa mbali aje kula hotelini kwako kama wa karibu hajaingia kula. Sasa wapendwa wengi huwa wanajisahau. Anakuwa anaishi na watu vibaya, afu anasema hata nyie msipokuja, Bwana ana watu wengi, Mungu ana watu wengi sana, ataniletea wengine waje kula. Afu unakaa hawaji.
utakomana kauli yako ya Bwana ana watu wengi. Ni kweli Mungu ana watu wengi, lakini Mungu kuwa na watu wengi sio kigezo cha uishi na watu vibaya kwenye eneo lako. Eti ukisingizia Bwana ana watu wengi. Ishi vizuri na kila mtu. Itakusaidia kwenye kila ofisi unayofanya kukubalika na kupata kufanikiwa haraka. Hata mtu ambaye ameajiriwa kwenye ofisi, kama haishi vizuri na wafanyakazi wenzake ofisini, ni vigumu sana kupata ofa mbalimbali pale ofisini za marupurupu zinazoweza zikamsaidia kumboost nje na mshahara anaopewa. Lakini ukiwa ni mtu mcheshi ofisini kwako, unashirikiana na watu vizuri pale ofisini, ni rahisi kila ofa inayokuja, bosi anakuambia fulani nenda, ni mcheshi sana, fulani nenda ukatuwakilishe, nenda unapata na marupurupu huko. Kwa nini? Unashirikiana na watu vizuri. Kushirikiana na watu vizuri ni jambo la Kikristo na ni la lazima kwa kila mtu. Na ndio maana neno linasema wawe matajiri wenye kushirikiana na watu katika mali zao kwa moyo. Sio kwa unafiki, kwa moyo. Maana wakati mwingine unaweza ukasema unashirikiana na watu, lakini ukawa unashirikiana nao kiunafiki. Unashirikiana na mtu ili tu upate faida afu unaachana naye. Hapana. Inatakiwa iwe ni kwa moyo, toka ndani ya moyo wako wewe umeadhimia kushirikiana na watu vizuri. Nafikiri kwenye hilo wana wa Mungu tumeelewana. Kwa kama unanisikiliza muda huu na unajijua unapita mahala pagumu kiuchumi, jaribu kujitathmini. Unafanyaje kazi na una mahusiano gani na watu? Kama kuna watu umekosana nao, kama kuna watu hausemeshani nao, jua ni kizuizi cha wewe kuinuka kiuchumi. Patana nao, shirikiana na watu vizuri, ishi vizuri na watu, kuwa na lugha nzuri, utaona unavyoinuka upya kiuchumi. Haleluya! Wana wa Mungu aliye hai. Karaba shanda raba saka. Rika koko rapa koria. Na imani kila mmoja amenielewa kwenye hichi kipengele cha kushirikiana na watu vizuri kiuchumi. Sasa ngoja kuna kitu pia nikuonyeshe. Pia nje na kushirikiana na watu vizuri kiuchumi, pia kuna nafasi ya kushirikiana na taasisi mbalimbali kiuchumi. Taasisi kama zipi? Mfano benki, mashirika ya mikopo, mashirika mbalimbali ya kibiashara. Ni muhimu sana na yenyewe kuwa na mahusiano nayo vizuri. Na unapokuwa na mahusiano na haya mashirika ya kibiashara au mashirika ya mtu binafsi au taasisi fulani, inatakiwa umuombe Mungu Roho Mtakatifu akusaidie kukuinulia watu sahihi au mashirika sahihi ya kushirikiana na wewe katika masuala ya kiuchumi. Kwa nini nakueleza namna hiyo? Kwa sababu siku hizi tupo kwenye kipindi cha uovu. Unaweza ukamuona mtu tu anafaa mbele yako na ukamuona kwa kuwa anapendeza ukajua anakufaa kuwa partner wako wa kibiashara. Unaweza ukamuona mtu fulani yuko vizuri kwenye lugha yake ukajua anakufaa kushirikiana naye kwenye kazi zako. Unaweza ukaiona ofisi fulani au taasisi fulani ina matangazo mengi kwenye TV ukajua hii ndio taasisi inayonifaa kuwa benki yangu ya kuwekea pesa au kuwa sehemu yangu ya kuchukulia mikopo. Unaweza ukaona tu hivyo kwa macho, lakini sikiliza, watu wa Mungu hatuishi kwa kuvipima vitu kwa macho, ila watu wa Mungu tunavipima vitu kwa undani wake. Na nani anayetusaidia kupima? Ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana ukitaka uende kwenye hii hatua ya kushirikiana na watu kiuchumi au kushirikiana na taasisi fulani, lazima uhakikishe unamuomba Roho Mtakatifu akuinulie watu sahihi ambao wana uwezo wa kukufaa kushirikiana na wewe kwenye uchumi wako. Au muombe Roho Mtakatifu akuinulie taasisi sahihi ambayo inaweza ikashirikiana na wewe kiuchumi. Ukiwa na watu sahihi kwenye uchumi wako au ukiwa na taasisi sahihi kwenye uchumi wako, ni rahisi kukunyanyua kiuchumi kuliko kuwa na taasisi ambayo sio sahihi au kufanya kazi peke yako. Hata Waswahili walisema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Waswahili walisema.
Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ukifanya kazi kwa umoja na wengine utapata nguvu. Na ndio maana hata Zaburi ya 133, Zaburi ya 133 inasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Zaburi ya 133 mstari wa kwanza, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Unafikiri kwa nini Zaburi imezungumza namna hiyo? Ni kwa sababu kukaa pamoja kwa umoja na wenzako kunatengeneza nguvu ya kuvusha mtu. Kwa sababu ukikaa pamoja na wengine katika ushirikiano, eneo ambalo ukiwa hauwezi, wale unaoshirikiana nao watakupiga tafu, watakusaidia. Watoto wa mjini wanasema watakupiga jeki, utainuka. Karabashandarabasa. Ndio maana unatakiwa kama mtu wa Mungu utengeneze utaratibu wa kuishi vizuri na watu, ili katikati ya watu unaoishi nao huku ukimwomba Bwana Roho Mtakatifu akuongoze wakina nani ni sahihi wa kushirikiana na wewe, kwa sababu si kila mtu atakufaa. Akuongoze ni taasisi gani ni sahihi kushirikiana na wewe kiuchumi, kwa sababu si kila taasisi itakufaa kutembea na wewe kiuchumi. Ngoja nikueleze sababu ya kibiblia kwa nini nakuambia namna hiyo. Potifa, kumsikia Potifa. Potifa alitajirika baada ya kumshirikisha Yusufu kwenye uchumi wake. Potifa alitajirika baada ya kumshirikisha Yusufu kwenye uchumi wake, kwa sababu Yusufu alikuwa mtu sahihi kwa Potifa. Kama Potifa asingempata Yusufu, asingeweza kutajirika, kwa sababu Mungu alimtajirisha Potifa kwa ajili ya Yusufu anayeshirikiana naye. Ina maana pia kama Potifa angempata kijana ambaye sio mwaminifu nje na Yusufu, Potifa pia asingefanikiwa. Kwa kilichompa Potifa kufanikiwa ni kwa sababu Mungu alimkutanisha na kijana sahihi, Yusufu, mwaminifu, mwenye roho ya Mungu ndani yake, akatembea naye. Hawa ndio watu ambao unahitaji kuwa nao kwenye biashara yako. Ndio watu ambao unahitaji kuwa nao kwenye kampuni yako. Ndio watu ambao unahitaji kuwa nao kwenye kazi yako. Kuna watu mnanisikiliza muda huu, mara nyingi mmefilisika kwenye biashara kwa sababu ya watu mnaowaajiri. Na kueleza kuanzia leo, muombe Roho Mtakatifu akuinulie Yusufu wako, akuletee Yusufu wako wa kutembea pamoja na wewe, ili uinuke na usianguke. Katika jina la Yesu, pokea kuinuka sasa. Sema amen. Ngoja tusome pamoja kitabu cha Mwanzo sura ya 39 mstari wa kwanza hadi wa 6. Kitabu cha Mwanzo sura ya 39 mstari wa kwanza hadi wa 6. Mwanzo 39 1 mpaka 6. Neno la Mungu linasema, basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akasitawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote aliyomo akayaweka mikononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki na nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu. Sikiliza vizuri ili neno linavyotuambia. Linatueleza kwa habari ya Misri mmoja mfanyabiashara ambaye alikuwa anaitwa Potifa. Huyu Potifa alikuwa ni akida. Huyu akida alikuwa ni mfanyabiashara wa kwenda kununua mtumwa ambaye alimnunua Yusufu.
alivyomnunua Yusufu kama mtumwa, akaenda naye nyumbani kwake, akaanza kufanya naye kazi. Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Kwa Bwana alivyokuwa pamoja na Yusufu, Yusufu akapata neema machoni pa bosi wake ambaye ni Potifa. Kwa Potifa akamwajiri Yusufu kwa kumpa kitengo cha supervisor. Supervisor ni msimamizi. Ina maana Yusufu akawa msimamizi wa mali za Potifa, akawa ndio anazisimamia. Kitu ninachopenda ni hapa Biblia inaposema Mungu akavibariki vitu vyote vya nyumba ya yule Misri ambaye ni Potifa. Na Mungu alivibariki kwa kuwa yule Misri alimwajiri Yusufu. Kwa Mungu alivibariki kwa ajili ya Yusufu. Kwa bila Yusufu zile mali zisingebarikiwa. Nachotaka hapa uone ni nini? Ni kwamba kuna nafasi kubwa sana ya kutajirika kiuchumi inayotokana na watu unaoshirikiana nao kwenye uchumi wako. Hata mume au mke uliye naye ana nafasi kubwa sana ya kukufanya utajirike au ufilisike. Kwani hujawahi sikia mtu anakuambia ameoa mke na mali zake zikaanza kufilisika? Hujawahi sikia hivyo? Au mwanamke yuko vizuri kiuchumi, anakutana na mwanaume fulani na ghafla mali zake zinaanza kufilisika. Alafu baadaye anakukumbuka anasema, tangu nimekutana na yule mwanamke au tangu nimekutana na yule mwanaume nimejikuta ghafla na filisika. Au inaweza ikawa ni ofisi fulani, bosi akaajiri mfanyakazi fulani. Baada ya huyo mfanyakazi kuajiriwa, ofisi ikaanza kuharibika. Ni nini ambacho kinasababisha kuharibika au kustawi baada ya kuweza kushirikiana na watu fulani? Ni kwa sababu inategemea na huyo mtu uliyemshirikisha amebeba Mungu gani ndani ya moyo wake. Mungu aliyembeba mtu moyoni mwake ana nafasi ya kumfanya huyo mtu au vizuri kiuchumi au vibaya. Kitu kilichomfanya Potifa akainuka ni kwa sababu Mungu wa Yusufu alikuwa ni Mungu wa kweli na ni Mungu wa baraka. Na ndio maana Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Ina maana Mungu wa Israeli alikuwa pamoja na Yusufu. Sasa wewe jiulize, ni mara ngapi unawaajiri watu? Na unawaajiri watu kwenye kazi zako, wana miungu gani ndani yao? Je, wana Mungu kama uliye naye wewe au wana miungu mingine? Umeoa mke, umefilisika. Umewahi kujiuliza mwanamke uliyemuoa amebeba Mungu gani ndani yake? Na ndio maana suluhisho sio kumfukuza yule mwanamke, kama anakufukuza kwa sababu tangu nimekuoa nimefilisika. Hapana, fukuza Mungu aliye ndani yake ambaye anaweka umasikini. Fukuza kwa jina la Yesu. Kwa sababu Mungu wetu hana umasikini, ni Mungu wa vyote katika yote. Oh, haleluya, kanisa la Bwana. Fukuza huyo Mungu kwenye moyo wa mtu, kwa sababu unakuta amebeba Mungu wa uongo. Kwa sababu kumbuka mpendwa, hakuna Mungu mmoja, kuna miungu wengi. Kuna miungu wengi. Wasomaji wa Biblia wanaenda na mimi pamoja kabisa kwamba kuna miungu mingi. Na kwa sababu kuna miungu mingi, ndio maana Mungu aliwahi wasemesha wana wa Israeli, ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Kasome Kutoka sura ya 20 mstari wa kwanza. Kasome na Kumbukumbu la Torati sura ya 5, pale anapotoa amri za Mungu. Mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na Kutoka sura ya 20. Kasome. Kwa nini anasema usiwe na miungu mingine ila mimi tu? Ina maana Mungu anajijua kwamba miungu tuko wengi, na ndio maana anasema hivi, mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiwe na miungu wengine. Kwa kama miungu iko mingi, uwe makini na watu waliokuzunguka, wamebeba miungu gani? Na ndio maana ni kweli ni muhimu kushirikiana na watu, lakini je, hao watu wana miungu gani? Mungu wako anafanana na wao? Na usimpime mtu kwa macho eti kwa sababu unasali naye kanisa moja ukazaneti ndio ameokoka kama wewe ulivyookoka. Kwa sababu eti mtu mnasali naye fellowship sawa, ukafikiri naye pia ndani yake yuko sawa kama wewe. Usimpime mtu kwa macho, usimpime mtu kwa muonekano.
Ingia maombini, mwambie Roho Mtakatifu, omba kwamba Roho Mtakatifu, naomba unipe Yusufu wangu ambaye ndani yake yuko pamoja na Bwana kama mimi nilivyo pamoja na wewe Bwana, ambaye akija kufanya kazi pamoja na mimi, iwe ni kazi yoyote ile, nibarikiwe na yeye pia abarikiwe. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliye hai, karaba shandaraba, tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Oh, haleluya! Kanisa la Bwana, rakakandaraba. Sikiliza vizuri wana wa Mungu, hata taasisi pia lazima ujaribu kuangalia hii taasisi ina Mungu gani ndani yake. Sio kila benki inatakiwa uingie kukopa tu. Utaingia kukopa benki nyingine unajikuta unafilisika. Ulikuwa biashara yako inaenda vizuri, lakini mara baada ya kukutana na hiyo benki umeanza kuweka pesa kwenye benki yao na kufanya vitu vyao kwao, unajikuta unaanza kuharibika. Kwa nini? Pesa zao zina uvuvio gani? Ngoja nikupe mfano. Ukipeleka pesa benki kuweka, ukienda kutoa, pesa utayotoa sio ile uliyoweka. Narudia hii kauli. Ukienda kuweka pesa benki, siku ukienda kuidraw au kuitoa hiyo pesa benki, sio ile uliyoweka ndio utakayotoa. Uweze kusifika pale kwenye ATM ukaanza kusema, mbona mimi niliweka 10,000 chafu? Kwa nini leo zinakuja 10,000 mpya? Huwezi kusema. Utaondoka nazo huku una flash zile 10,000 hata kama ni mpya, au uliweka 10,000 mpya zikatoka 10,000 chafu. Huwezi kusema mbona niliweka mimi mpya hizi ni chafu. Badilisha, ukaingia mle ndani kwa customer care. Badilisha customer, hii sio niliyoweka. Hapana. Utaangalia tu si 10,000 ile, si 5,000 ile, si ndio niliyoweka, unaondoka nayo. Watu wengi wao wajiulize. Kumbuka pesa imebadilika. Ni ile ile sawa, lakini sio ile uliyoweka. Tafsiri yake ni nini? Ina maana ile uliyoweka imetoka kwa Mungu wako, unayochukua imetoka kwa Mungu wa ile benki. Sasa kama Mungu wa ile benki sio sawa na Mungu wako, na utajiuliza Mungu wa benki ni nani? Mwenye benki, wamiliki wa benki wanaabudu wapi? Mahala wanapoabudu ndio panaashiria Mungu wa benki yao. Kwa sababu Mungu wa benki yao wamemconnect, benki yao imeconnectiwa na madhabahu gani? Kwa kama ni washirikina, kwa ile pesa yao itakuwa ina uvuvio wa kishirikina. Kama hiyo benki inaendeshwa kishirikina. Kwa sababu kuna wengine wanaendesha mabenki zao kwa makafara. Simaanishi benki zote ni washirikina, hapana. Najaribu tu kukupa mfano ili ujaribu kupima kwa zile ambazo sio za uaminifu, na hakuna anayeweza kuzifahamu kwa macho ya damu na nyama, ni mpaka Roho Mtakatifu amekusaidia. Usiibuke tu unaparamia vibenki vinavyoibuka mtaani, unavamia tu kwenye vikundi vya masakosi yale ya mtaani. Sio kila sakosi iko vizuri. Sakosi nyingine ni mbaya. Benki nyingine ni mbaya. Utajikuta unachukua zile pesa zao zina uvuvio mwingine, kwa sababu uliyoweka sio sawa na unayochukua. Unayochukua tayari ina uvuvio wa miungu ile benki. Ndio unaenda unaagiza mzigo wa kibiashara, unakuja unakufa, hakuna faida uliyopata. Unaenda tena unadraw tena, unaagiza inakufa, unajikuta umefelisika. Sababu ni nini? Tangu umeanza kuweka pesa kwenye akaunti ya hiyo benki. Na ndio maana, kwa sababu nyakati hizi ni za uovu, lazima ujaribu kujipima ni benki gani inakufaa kuweka uchumi wako. Karapa koria mandaraba. Ukifanya namna hiyo itakusaidia sana. Na ili uwezaje? Ingia maombini. Na ndio maana nilikueleza siku ya jana, katika nyakati ambazo watu lazima wajifunze kuomba ni hizi. Kama haujui kuomba, anza kumwambia Roho Mtakatifu, nifundishe kuomba. Kwa sababu kila kitu sasa kinahitaji maombi. Na sio maombi ya kuombewa, maombi ya kuomba mwenyewe. Kuomba mwenyewe, sio kuombewa. Ingia maombini wewe mwenyewe. Ingia, anza kuomba. Roho Mtakatifu, sali. Roho Mtakatifu, na sali mbele zako. Nisaidie kufahamu ni benki gani inanifaa, ni taasisi gani inanifaa. Roho Mtakatifu kile atakachokuwekea amani nacho moyoni. Biblia inasema amani ya Kristo iamue kwa wingi moyoni mwenu. Kwa hiyo kile kitakachoamua ndani ya moyo wako kwamba nenda benki hii, ndio nenda hapo. Jua huyo ndio Yusufu wako.
karapashandarabasaka. Na imani wana wa Mungu tunaendelea kwenda pamoja. Nina imani tunaendelea kwenda pamoja. Haleluya, kanisa la Mungu. Sasa muda huu ninaishia hapa kwenye hili jambo la kushirikiana na taasisi pamoja na watu. Ninaamini tumeelewana. Kwa ushauri wangu wa mwisho kwako, kama unajijua huko mahali hapo unanisikiliza na unataka kutembea na Mungu kwenye uchumi wako, anza kuishi vizuri na watu. Muombe Mungu akuinulie watu sahihi wa kushirikiana nao na taasisi sahihi za kushirikiana nazo kwenye biashara. Hata kama huko unanisikiliza na hauna kazi, anza kumuomba Mungu akupe kazi ya kufanya iliyo ya mapenzi yake, akuinulie na watu sahihi wa kushirikiana nao kwenye hiyo kazi, huku unaishi vizuri na watu kwenye jamii yako. Na pia muombe Mungu utakapoinuka kwenye hiyo kazi akuonyeshe na benki sahihi ya wewe kushirikiana nayo kibiashara, utakaa pamoja. Haleluya, wana wa Mungu. Na hata kama unaomba kazi, unapenda kazi za kuajiriwa, unaomba, sio kila ofisi inafaa wewe ukafanye kazi. Omba pia, Mungu nisaidie nipate kazi ofisi gani. Nimekumbuka kuna mpendwa mmoja tumewahi kumhudumia siku fulani. Tumewahi kumuombea. Alikuwa ni mpendwa mzuri tu, anaishi maisha ya Kikristo, lakini si hajazama ndani kwenye wokovu. Akawa tumewasiliana naye, akasema yeye anataka kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na anataka kukomaa vizuri kiimani. Nakumbuka akaomba pamoja nasi, wahudumu wa madhabahu ya Jerusalem Family, akaomba pamoja nasi. Baada ya kuomba siku kadhaa, akaja kuripoti kwamba amefukuzwa kazi. Baada tu ya kuomba naye na akampokea Yesu, akaja kuripoti, mtumishi, nimefukuzwa kazi. Kukaa kuhojiana naye, kwani ni kazi gani uliyokuwa unafanya? Kazi aliyoitaja sitoisema, ila kazi aliyoitaja ni kazi ambayo haimpi Mungu utukufu. Yaani ni sawa na mtu akwambia labda mfano alikuwa Bamedi. Simaanishi huyo mtu alikuwa Bamedi na nakupa mfano ili uelewe kwa nini nasema kazi aliyoitaja haimpi Mungu utukufu. Kwa mfano mtu akwambie alikuwa Bamedi. Bamedi muuzaba ni mtu ambaye hampi Mungu utukufu. Kwa kazi ya namna hiyo ukiokoka lazima Mungu afanye ufukuzwe, kwa sababu umeshakuwa mtoto wake. Kwa kitu nilichokifanya baada ya kunitajia ile kazi, tukamshauri na kumueleza ukweli kwamba baada ya kumpokea Yesu umefukuzwa kazi, ni kwa sababu Yesu anataka kubadilishie kazi. Kazi uliyokuwa unaifanya haimpi Mungu utukufu. Akaelewa, akapata amani, na Mungu saizi amemsaidia, ana kazi nyingine. Kwa wana wa Mungu, hata kazi tunazotafuta lazima umuombe Mungu akupe kazi mahala sahihi ambako panampa Mungu utukufu. Kazi yangu ni kuzungumza vile Roho Mtakatifu ananiwezesha. Kutenda ni kwangu na kwako. Mungu atuwezeshe. Naomba useme haya maneno. Sema, Bwana Yesu, inaomba uniwezeshe kuyafanyia kazi haya mambo unayonifundisha kwa msaada wako. Amen. Twende kwenye jambo la pili. Twende kwenye jambo la pili ambalo linaitwa kujitengenezea utamaduni wa kufanya kazi kwa kuweka akiba katika kila kipato unachopata, usitumie chote. Kujitengenezea utamaduni wa kuweka akiba kwenye kila kipato unachopata, usitumie chote. Hili ni jambo la muhimu sana. Ni muhimu kwa kila mtu. Kujitengenezea utamaduni wa kuweka akiba katika kila kipato unachopata kwenye shughuli zako za kiuchumi. Weka akiba, usile chote, bali kingine weka akiba kwa ajili ya baadaye, kadiri ya mahitaji ulio nayo kila siku. Kwa mfano, we ni mkulima, umelima mwaka huu ukavuna magunia 20 shambani. Usile magunia yote 20. Mengine toa fungu la 10, mengine weka akiba, usile yote. Weka akiba, kula kidogo kidogo. Usile kwa pupa. Kumbuka kuna baadaye inakuja na haujui hiyo baadaye itakuwaje. Kwa sababu hizi zamani ni za uovu.
uchumi umebanwa, unafunguka kidogo kidogo. Kwa siku ukipata, mshukuru Mungu. Na ndio maana kuna watu wanafanya biashara, mnaweza mkaenda na mimi pamoja. Unaweza ukajikuta kuna siku unauza sana kwenye biashara yako, afu siku nyingine hauuzi kabisa, au siku nyingine unauza kidogo. Yaani unaweza ukawa hauna mauzo yanayoendana. Hasa usije ukafanya kosa, siku ukauza sana ndio ukaagiza na kuku, ukaagiza wali, ukajaza kuku, matunda, ukajaza, ukasema leo ngoja wanikome leo, ngoja leo wanikome, ukaagiza manyama, machakula, ukajaza mbu. Alafu kesho yake auuzi. Unakumbuka ulitumia vibaya, ukala kuku, ukasema ngoja wakukome. Unajikuta unajikoma mwenyewe na sio watu kukukoma. Kuwa makini na kauli unazotoa unapokuwa na pesa, unapopata chakula. Kumbuka kuna kesho inakuja. Hizi nyakati ni za uovu. Anga limefungwa, linafunguka kidogo kidogo. Siku limekufungukia zaidi, mshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo neema. Tenga sadaka ya Bwana, nyingine tumia kidogo kidogo kwa kuweka akiba. Si kama tunaenda pamoja, wana wa Mungu. Ngoja muda huu nikuonyeshe nini maana ya neno kuweka akiba ili tuelewane zaidi. Ngoja nikuonyeshe nini maana ya neno kuweka akiba. Kuweka akiba ni uwezo. Kuweka akiba ni uwezo wa kutunza sehemu ya hazina ya mapato yako. Kuweka akiba ni uwezo wa kutunza sehemu ya hazina ya mapato yako katika kila kiasi unachoingiza baada ya kuwekeza na kupata faida. Kuweka akiba ni uwezo wa kutunza sehemu ya hazina ya mapato yako katika kila kiasi unachoingiza baada ya kuwekeza na kupata faida. Narudia tena. Kuweka akiba ni uwezo wa kutunza sehemu ya hazina ya mapato yako katika kila kiasi unachoingiza baada ya kuwekeza na kupata faida. Kwa ninapokueleza muda huu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba lazima ujitengenezee uwezo wa kuweka akiba, na maanisha uwe na uwezo ndani ya moyo wako wa kutunza hazina ya mapato yako katika kila kipato unachoingiza, yani faida unayoipata baada ya kuwekeza. Hakikisha unaweka akiba kwenye hiyo faida, usitumie yote. Hata kama mtaji wako ni mdogo, bado una nafasi ya kuweka akiba. Hata kama mtaji wako ni mdogo, bado una nafasi ya kuweka akiba. Mtu anaweza akaweka akiba, au unaweza ukaweka akiba yako. Unaweza ukawa unaiweka benki, kama ni akiba ya pesa, unaweza ukaiweka benki. Unaweza ukaiweka kwenye simu. Siku hizi watu wanatumia simu pia. Unaweza ukaweka kwenye simu akiba yako ya pesa. Unaweza ukaweka kwenye kibubu. Kwenye kibubu walikuwa wanatumia sana watu zamani, lakini mpaka sasa hizi bado kuna watu wanatumia vibubu. Unaweza pia ukaweka akiba yako ya pesa kwenye kibubu, au mahala popote pale ambako Roho Mtakatifu amekuongoza kwamba ni sahihi kwa upande wako kuweka akiba na itakaa vizuri. Kama ni akiba ya chakula, unaweza ukaweka kwenye store, kwenye gala la chakula, au store nyumbani kwako, au mahala popote pale ukatunza, ambako Roho Mtakatifu amekuonyesha kwamba ni salama, na ukitunza kitu kitakaa vizuri. Au wengine wao wanaweka akiba kwa kuwapa watu wengine wawashikie. Unakuta mwingine ni mme, anampa mke wake, anamwekea akiba. Yaani ni mke na mme, lakini wanachaguana pale ndani kwamba mama utaweka akiba, kwa sababu wanaume wana matumizi mengi. Mama utaweka akiba, na wanawake wana nidhamu nzuri sana ya kuweka akiba. Au mwanamke anaamua kukubali, mume wangu utaweka akiba. Na hakikisha Roho Mtakatifu amekuongoza. Sio kuweka akiba na mtu ukao unaweka, kumbe yeye anakula kimya kimya. Au siku unamwambia lete tutumie, anaanza kukupiga Kiswahili. Oh, ilikuwa hivi nikatumia, nisamee. Hapana. Omba Roho Mtakatifu akuonyeshe mahala sahihi, au mtu sahihi, au eneo sahihi la kuweka akiba yako. Si kama tunaenda pamoja.
Na ndio maana swala la kuweka akiba ni kitu kinachohitaji nidhamu ya hali ya juu bila tamaa. Swala la kuweka akiba ni jambo ambalo linahitaji nidhamu ya hali ya juu bila tamaa. Unaweza ukasema unaweka akiba, lakini ndani yako ukawa una tamaa. Unaona vitu, una tamaa ya kununua nguo, una tamaa ya kubadilisha furniture ndani, una tamaa ya vyakula. Huwezi kuweka akiba, utakula tu. Unapoweka akiba lazima uwe na lengo, kwamba naweka akiba nikiwa na lengo hili. Usiweke akiba bila lengo. Kuwa na lengo, na ukiwa na lengo hakikisha unakuwa una nidhamu ya hali ya juu ya kujinyima ili uweze kutimiza hilo lengo lako. Ukiweka akiba bila lengo, ukipata tamaa ya kununua kitu utanunua, maana hakuna lengo linalokuguide. Lakini ukiwa una lengo lako, umeseti goals yako, umeseti lengo lako kwamba naweka akiba ili ninunue kiwanja mwaka huu 2022, nijenge nyumba yangu, nimechoka nyumba za kupanga. Ukawa na lengo hilo, ukaanza kupata pesa. Ukitaka kuitumia, hakikisha una nidhamu ya kujinyima, kwamba ninajinyima ili nipate uwezo wa kununua kiwanja, nijenge, nimechoka kupanga. Kwa jina la Yesu nitajenga. Wako wapi muda watu wananisikiliza? Wako tayari kujinyima mwaka huu 2022? Wako tayari kujinyima ili wapate pesa, wajenge nyumba zao binafsi. Wamechoka maisha ya kupanga. Kama niwe unanisikiliza na ni mmoja wa hao watu, sema Mungu, naomba hii neema iwe nami leo katika jina la Yesu Kristo. Wezeshwa na Bwana kujenga nyumba yako mwaka huu. Mungu akuwezeshe. Rapa koria mandara basaka. Unaweza ukaweka lengo, ninaweka akiba ili niboreshe miundombinu ya kanisa letu. Mkaweka akiba kama kanisa ili niboreshe miundombinu ya kanisa lenu. Mnaweza ukaweka akiba kama wanandoa, mkasema tunaweka akiba. Tumeishi maisha ya uchumba sugu kwa miaka mingi, hatujafunga ndoa, na tumekaa ndani miaka 20 tuko tu tunatazamana, hatujafunga ndoa kanisani. Mnaweka akiba ya pesa kidogo kidogo, mnapata walau $500 au $300, mnaenda mnaandikisha ndoa, walau hata mnunulie watu mchele waje kula. Mnafunga ndoa. Weka lengo lolote lile, weka lengo. Kufunga ndoa sio paka pesa nyingi, hapana. Tafuta tu pesa kidogo tu ya pete basi. Sio lazima kisherehe kikubwa, sio lazima. Weka lengo juu ya vitu mbalimbali. Weka lengo, jinyime, kuwa na nidhamu. Kuweka akiba kunahitaji nidhamu ya kujinyima. Na lazima ukubali kujibana kwa ajili ya faida ya baadaye. Bila kufanya hivyo, huwezi kufanikisha lengo la kuweka akiba. Kubali kujibana kwa ajili ya faida ya baadaye. Hichi ndio kitu kinachoguide principle ya akiba. Ni ujibane kwa ajili ya faida ya baadaye. Sili leo chipsi kuku, sili leo chakula kilichonona sana, kwa sababu ninajibana nijenge nyumba mwaka huu. Sili leo vizuri kwa sababu najibana mtoto wangu amalize chuo kikuu vizuri. Mwanafunzi upo chuo kikuu au mwanafunzi upo chuo, unakula kwa kujibana kwa sababu unastore ile pesa yako ije ikusaidie wakati wa research au wakati wa pocket money. Inapokuwa mzazi amekwama, uende. Sio mzazi anakutumia hela, unakula kwa pupa, unasema baba atatuma tena, mama atatuma tena. Acha hiyo akili ya ajabu. Jifunze mapema kuweka akiba, na Mungu akuwezeshe. Oh, haleluya! Watu wa Mungu wale hai. Hizi nyakati ni za uovu, sio nyakati za kutumia unasema ponda mali kesho kwaja. Hizi sio nyakati za namna hiyo. Hizi nyakati ni za uovu. Lazima ujifunze kuishi kwa kuweka akiba. Umelima shamba, umepata mazao, usitumie vibaya kingoja nile wanikome. Hapana, weka akiba. Tumia taratibu. Sikiliza neno linavyosema kwenye kitabu cha Methali sura ya 30 mstari wa 24 hadi wa 25.
Methali sura ya 30 mstari wa 24 hadi wa 25. Neno la Mungu linasema, kuna viumbe vinne duniani vilivyo vidogo, lakini vina akili nyingi sana. Chungu ni watu wasio na nguvu. Sikiliza. Chungu ni watu wasio na nguvu, lakini hujiwekea chakula wakati wa hari. Biblia inaongea kwamba duniani kuna viumbe vinne ambavyo ni vidogo, yani havina nguvu, na kimoja wapo ni chungu. Ina maana ni vidogo, ila ndani yao vina akili nyingi sana. Sasa huyu chungu anatolewa mfano kwamba ni mfano wa watu ambao hawana nguvu. Yamkini ni watu ambao hawana nguvu ya wazazi, ni mayatima. Yamkini ni watu ambao hawana nguvu ya mme, ni wajane. Yamkini ni watu ambao hawana nguvu ya marafiki wenye kipato kikubwa. Yamkini ni watu ambao hawana nguvu ya mitaji mikubwa. Yamkini ni watu ambao hawana nguvu ya sapoti kwenye ofisi wanazofanya kazi. Ni watu ambao ni dhaifu. Biblia inasema ila wana akili nyingi sana. Sasa watu wa namna hii, Biblia inasema hujiwekea chakula wakati wa hari. Biblia inaposema hujiwekea chakula wakati wa hari, wakati wa hari ni wakati wa joto. Ni wakati wa joto. Baadhi ya Biblia zinasema wakati wa hali ni wakati wa joto. Kwa hiyo kwa nini anaweka akiba chakula wakati wa joto? Ina maana kuna wakati ukija wa baridi panakuwa hapana chakula. Kwa hiyo kile alichoweka wakati wa joto anakitumia wakati wa baridi. Kwa wengine ambao wakati wa joto hawakujiwekea chakula, ikifika wakati wa baridi wanaanza kujuta na kuteseka. Ila yeye chungu, licha ya kwamba ni dhaifu, hana kampani, hana mme, ni mjane, ni licha ya kwamba ni mtu ambaye anaonekana dhaifu ofisini, licha ya kwamba ni mtu mwenye mtaji mdogo, ila anakuwa anaishi vizuri kwa sababu anaweka akiba. Hili ni fumbo kubwa sana, lakini limebeba uzito ndani ya moyo wako. Roho Mtakatifu naomba kusaidie kuelewa. Ndio maana nilikueleza mwanzo, kuweka akiba sio mpaka uwe na mtaji mkubwa wa kibiashara. Kuweka akiba sio mpaka uwe unafanya kazi kwenye kampuni kubwa. Hata mshahara ni mdogo, mtaji mdogo, faida unayopata 2,000, 5,000, weka hata kama 200 kila siku kwenye kibubu chako. Weka hata kama 500 kila siku. Weka akiba. Tolea fungu la 10, weka akiba. Mwisho wa siku kama 500 unakoweka, mwisho wa mwaka katazaa 1,000,000. Ukikizaa 1,000,000 ka 1,000 uliweka au ka 2,000 kakizaa milioni, mpendwa, basi ya maeneo kuna viwanja vya bei ndogo, utapata kiwanja. Kaela unakoweka mwisho wa mwaka kamezaa 1,150,000, utajikuta umeinua mtaji wako, unapiaisha zaidi. Mpendwa, akiba unakoweka utajikuta umejilipia ada wewe mwenyewe. Jifunze nidhamu ya kuweka akiba, ina faida kubwa sana kwenye maisha yetu. Na kwa sababu shetani anajua watu wakifaulu kuweka akiba watatoboa, na ndio maana anapiga sana vita swala la kuweka akiba. Ukianza tu kuweka akiba, hata kuinulia majukumu ambayo hayapo, ili tu utoe kale kahela ulikoweka akiba ukatumie. Mungu atusaidie kuelewa. Haleluya, kanisa la Bwana. Kuna watu mnanisikiliza muda huu, karaba shandaraba, na mna malengo makubwa kwenye upande wa maisha ya kiuchumi, na mara kwa mara kila mnapotaka kuinuka mnaanguka. Roho Mtakatifu anawaletea hii mbinu siku ya leo. Jifunze kuweka akiba. Na yamkini ulijifunza kuweka akiba lakini unaanguka kila unapoweka akiba. Na kueleza, mshirikishe Roho Mtakatifu kuanzia sasa, kwamba Roho Mtakatifu, nipe nidhamu ya kuweka akiba. Na tunaenda kuomba muda huu, Mungu awasaidie watu wapate nidhamu.